Mambo vipi? Natumai mnaendelea salama. Karibuni sana katika video ya siku ya leo. Natumai mko salama jamani. Unajua nini? Lengo la siku ya leo ni kwamba tunajibu maswali yaliyotokea kwenye video ya awali ambayo nimeipakia kwenye hii channel yangu jamani. Kama hauelewi tunachoongelea hapa ni kwamba tunajibu maswali yaliyopatikana kwenye sehemu ya ujumbe. Kama wewe ni wa kwanza hapa ama wewe ni mara yako ya kwanza kuja hapa, na kuomba kazi kubofya pale chini kwenye kitufe kimeandikwa subscribe, na pale comment section pia una nafasi ya kuweza kuchangia na kuweza kuuliza swali ili ukaweze kujibiwa. Kwa hivyo siku ya leo tunajibu maswali ambayo wapendwa zetu wametuuliza pale kuhusu nywele ya kiasili. Kwa hivyo bila kupoteza muda tunaanza hii video sasa hivi. Kwa hivyo wenzetu waliuliza maswali pale kuhusu unyevu. Haya maswali yanahusu unyevu kwa sababu unyevu ni kitu cha muhimu sana katika ukuzaji na utunzaji wa nywele ya kiasili. Utakuta kwamba kama nywele yako haina unyevu wa kutosha, nywele yako inafanyaje? Nywele yako inafanyaje? Inakatika. Nywele yako itakatika kwa sababu bila unyevu nywele inakuwa kavu. Ningependa kukuonesha mfano. Unaona hili ua? Unaona huu mmea hapa? Unanawiri kwa sababu gani? Kwa sababu huwa ananyunyuzia maji namna hii. Kwa hivyo ina maana kwamba unapata unyevu wa kutosha. Unaona kwamba unaota vizuri kwa sababu unaona majani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna unyevu. Hivyo ndivyo nywele zetu za kiasili zipo. Usipoweka unyevu vizuri utakuta kwamba nywele yako itafanyaje? Itanyauka na itakuwa kavu na itakatika. Unaona huu mmea wangu hapa? Kuna muda nilikuwa nimesahau kunyunyuzia maji na ulikuwa umeanza kufanyaje? Unaona? Kunyauka. Ningekosa kumwagilia maji, ningekosa sasa hivi sina mmea sasa hivi. Ungekuwa sasa hivi umenyauka na umekufa. Hivyo ndivyo nywele zetu za kiasili zipo mpenzi. Unajua usipoweka unyevu wa kutosha unakuta kwamba nywele zetu za kiasili zinakuwa kavu. Na wakati zinakuwa kavu zinakatika vibaya mno. Na pia unyevu, unajua si kila tu product ambayo unaikuta pale kwenye maduka ya vipodozi kwamba ni nzuri za kutia unyevu. Mara nyingi huwa naambia kwamba nasisitiza kuwa wakati unaenda kununua bidhaa yoyote au mafuta yoyote, hakikisha kwamba ni mafuta ambayo yametengenezwa kwa ajili ya nywele za kiasili, kwa sababu mafuta mengine yana kemikali ambazo pia wakati unapaka unakuta kwamba zinasababisha nywele yako inakuwa kavu. Kemikali kama ambazo unakuta kwamba mafuta ambayo kwa mfano unanunua alafu ndani yake ukisoma kwenye ile sehemu ya ingredients unakuta kwamba ina alcohol, yani ina pombe. Unajua nini? Ujue kwamba inafanyaje? Itakausha nywele yako, itafanya nywele yako itakuwa kavu. Kwa hiyo acha tukajibu haya maswali. Mwenzetu hapa huyu Saumu anasema mimi nikiweka unyevu nikifunga mfuka za katika sana. Kwa hivyo nifanyaje ili unyevu udumu kwa siku nzima? Kwanza mimi hapa nywele wakati ninatia unyevu nakuta kwamba ninaweza kaa siku moja siku mbili sijatia unyevu. Ina maana kwamba nitakuwa nimetia unyevu kwa njia sahihi. Na kuna hatua mbalimbali za kutia unyevu. Nina video mahususi ambayo nimeongelea jinsi ya kutia unyevu kulingana na aina ya nywele yako. Sawa? Na mara nyingi nimeambia kwamba tumia cream butters kufanyaje kutia unyevu. Mara nyingi sisi watu tunafikiria kwamba mafuta ya maji kama mafuta ya mzaituni, mafuta ya mnyonyo na mafuta mengine yale ya maji ama ya nazi, tunafikiria kwamba yanatia unyevu. Haya mafuta yanasaidia kufunika unyevu. Kwa mfano umepika chakula, umeweka kwenye hot pot, umefunika ili mvuke usitoke, chakula kiendelee kuwa cha moto. Hivyo ndivyo huwa tunafanya. Unakuta kwamba lazima ukuwe na bata nzuri au cream nzuri,
unapaka vizuri, alafu mafuta kama ya nazi, ya mzeituni unakuja unapaka juu, yani inafunika, inasaidia kwamba kuhakikisha kwamba ule unyevu unabakia kule ndani. Haya, kitu cha kwanza ni kwamba hakikisha wakati unatia unyevu, kitu cha kwanza unanyunyuzia nywele yako ni maji. Kitu cha kwanza unafanyaje? Unanyunyuzia maji ni kitu cha kwanza unanyunyuzia nywele yako ni nini? Ni maji. Maji ni uhai. Tunayanywa maji ili tukaweze kuishi. Miili yetu bila maji utakuta kwamba utakuwa na nini? Na matatizo. Mwili utakuwa kavu, utakuta kwamba utaanza kuwa na matatizo mbalimbali, ngozi yako itakuwa kavu, utakuta kwamba labda hawezi enda choo. Unaona? Kienda kule choo, unalia. Kwa sababu gani? Wewe hunywi maji ya kufanyaje? Ya kutosha. Kwa hivyo maji ni uhai. Hakisha kwamba wakati unatia unyevu, kitu cha kwanza ni nini? Maji. Weka maji, kuwa na cream nzuri. Na mimi nimeonyesha hapa cream zingine ambazo unaweza kununua. Invest in good quality creams. Unajua kwamba baadhi ya mafuta, bidhaa za nywele za kiasili ni gharama, lakini unajua kwamba cheap is expensive. Unaona? Afadhali ukiweza kununua kitu ambacho ni expensive lakini kitakusaidia, kitakupa nini? Manufaa, kitakupa nini? Faida, kitakusaidia kuweza kukuletea nini? Matokeo. Kwa hivyo mpenzi, hakikisha kitu cha kwanza ni kwamba maji unanyunyuzia kwenye nywele yako, kuwa na cream nzuri au lotion nzuri ya nywele ambayo inatia unyevu, hasa ambazo zimetengeneza kwa ajili ya nywele ya nini? Ya kiasili. Sawa sawa. Alafu kuwe na mafuta kama ya nazi, mzeituni au ya mnyonyo, italingana na mafuta ambayo wewe nywele yako inakubali. Uzuri kuhusu nywele yetu ya kiasili ni kwamba wakati unapaka mafuta au unapaka cream yoyote, kama nywele yako imekataa hiyo cream, utajua, kwa sababu nywele yako inaongea. Na mara nyingi nywele yetu inaongea nasi, na sisi tunafanyaje? Tunapuuzilia. Tunapuuza jamani. Tunapuuza nywele yetu, tunapuuzilia jamani. Mara nyingi nywele huwa inatuongelesha na tunapuuza. Unaona eh? Kwa hivyo kwa mfano nipake kitu alafu nywele yangu, nilikuwa na nywele yangu nikiguza hivi, nywele yangu inakuwa laini, inakuwa soft, na wakati naiguza hivi inakatika, inakuwa kavu. Na maana kwamba nywele yangu imefanyaje? Imekataa haya mafuta. Inakwambia haya mafuta sio mazuri, unahitaji kubadilisha. Haya mafuta sio mazuri, unafaa kwenda kutafuta namna nyingine. Kwa hivyo mpenzi, unafaa kufanya hivyo. Hilo la kwanza. Wa pili hapa nasema hivi. Haya yote naona kwamba yanahusiana na unyevu. Anasema huyu ni Soso, kama ndio jina lake. Mimi zangu nimeshazichoka. Nywele nyekundu zinakatika kwenye ncha, ukipitisha mikono hata nimetwist zinatoka na ziko hivi, kurefuka hazirefuki. Nimekaa na suka tu kama fashoni, ila haziendi popote. Mpenzi, kwanza kitu cha kwanza ningependa ujue ni kwamba nywele yako inakuwa, yani inakuwa klasiko. Si kwamba hazioti. Nywele zako zinaota. Ndio maana mimi hapa nikienda sasa hivi nikatwe hizi nywele, sasa hivi ninyoe, kesho utaona nywele zinaanza kufanyaje? Zinaanza kuota. Ina maana kwamba nywele yako inaota kila siku. Unaona kitu kinachosababisha kwamba hauoni urefu, huoni nywele yako ikiongezeka. Unakuta kwamba nywele zinaota na zinakatika. Na sababu moja ambayo inasababisha zinakatika ni kwamba nywele ni kavu. Na nini inasababisha ukavu? Nywele kutokuwa na unyevu na kutotia unyevu vizuri. Sawa sawa. Yaani hapa pia yafaa ujue aina ya nywele yako, kwa sababu utiaji wa unyevu pia inategemea na aina ya nini? Ya nywele yako. Kwa hivyo ukatikaji wa nywele kwenye ncha zako za nywele ina maana kwamba nywele yako ni kavu, my friend. Kitu ambacho nafaa kufanya ni kwamba mimi huwa nafanya hivi. Unajua, these are the oldest parts of your hair. Hizi ncha za nywele zikikatika ina maana kwamba hawezi kuona urefu.
Hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba wakati unatia unyevu, hakikisha kwamba hizi ziko moisturized vizuri, they are very moisturized vizuri. Utie kama ni cream hapa nyingi, maji mengi, cream mingi, mafuta, unaona? Kama unahitaji kufanya hivyo kila siku, sawa, unaona? Sasa hapa sijui kwa sababu za nywele zenyewe mimi sijaziona, ninacho tu labda tu dhania ni kwamba ninaona tatizo hapa ni kwamba la kwanza labda ni nywele yako ni kavu na tena haina unyevu, au kama labda wewe unatia unyevu na bado zinakatika, kuna uwezekano labda nywele yako ina tatizo. Labda ungependa kujiuliza, je, mara ya mwisho kufanya protein treatment ni lini? Kwa sababu kama wewe umekaa kwa muda sana kama haujafanya protein treatment, pia nywele zako zinakuwa nyepesi na zinakuwa weak, unaona? Kwa hivyo protein treatment ni kitu cha muhimu sana. Kuna products ambazo zimeandikwa, ukienda kununua zile dawa za kuweka kwenye nywele, zimeandikwa, unakuta kwamba zingine ni za hydration, yani za kutia unyevu, na kuna zingine za protein treatment. Kwa hivyo unahitaji kutreat nywele yako vizuri, kama ni kuweka protein treatment vizuri, kwa sababu protein treatment kazi yake kubwa ni kufanya nywele yako ikaweze kuwa imara, very strong, sawa sawa. Kwa hivyo hapa ni unyevu, na hakikisha kwamba nywele yako kama haujaitreat kwa muda mrefu, labda pia unahitaji kufanyaje kutreat nywele yako. Na sijui mitindo ambayo unaisuka ni mitindo aina gani. Baadhi ya mitindo unakuta kwamba ikiwa mitindo ambayo imeweka pressure sana kwenye nywele zako, itasababisha nywele zako kunyofoka na kukatika mpenzi. Ila usichoke kwa sababu hata mimi nakumbuka wakati nimeanza tu kutunza nywele zangu, nilikuwa nahangaika, nywele zangu zakatika, sijui sababu, lakini kuna information nyingi sana, kuna taarifa nyingi sana. Ukienda Google, ukienda TikTok, ukitazama hapa video zingine hapa kwenye mtandao wa YouTube ambazo zinaongelea kuhusu utunzaji wa nywele. Na mimi nilikuwa nafanya hivyo, na ni safari ambayo unahitaji uvumilivu, kwa sababu ni safari ambayo unajifunza mengi, unaona? Nywele yako itakuelimisha, na ni safari ambayo unahitaji kuwa na mwendelezo kwa kile ambacho unakifanya. Sawa sawa mpenzi, natumai kwamba nimejaribu kuondoa dugudugu ambayo labda mmekuwa nayo. Na kama haujasubscribe kwenye hii channel, naomba ukaweze kubofya pale chini kwenye kitufe kimeandikwa subscribe, sawa sawa, na ukaweze kujiunga nasi. Tunapakia video kila wiki jamani. Hapa hatuna mbambamba jamani, hapa ndipo nyumbani pa content za uhakika 100%. Sawa sawa. Na pia tuko kwenye mtandao wa TikTok, na pale TikTok ukifika unabofya pale juu kuna alama ya jumlisha, unateremka, like, una favorite, una comment, na una share na watu wengine. Jamani, asanteni sana kwa support yenu, ambao mna support video zangu. I'll see you in my next one. Kwa heri, ninaupenda sana.